Mamlaka ya serikali mtandao iga. Karibu tuijenge serikali kidijitali. Rahisi kupata huduma za serikali kupitia mifumo. Hujambo na karibu kwenye mfululizo wa vipindi vya huduma za serikali kidijitali. Vipindi vinavyoandaliwa na kuletwa kwako na mamlaka ya serikali mtandao iga. Na inawezekana umekuwa kusikia mfumo wa Ngao Multi-Factor Authentication, lakini haufahamu kwa kina kuhusu mfumo huu. Je, unafanyaje kazi na faida zake ni zipi hasa? Sasa katika kipindi cha leo utayafahamu yote hayo. Karibu uambatane pamoja nami kuanzia sasa hadi tamati ya kipindi hiki ili kuyafahamu mengi zaidi kuhusu mfumo wa Ngao. Kwa niaba ya wote tutakaowasikia na kuwatazama katika kipindi hiki, mimi ni mwandigitali Musa Magari Enoch. Ngao ni mfumo wa uthibitisho wa mara ya pili unaotumika katika mifumo ya serikali, na maanisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunavyosema uthibitisho wa mara ya pili ni kitu gani haswa? Uthibitisho wa mara ya kwanza ni ule wa kawaida, tunasema username na password. Sasa uthibitisho wa mara ya pili ni uthibitisho ambao unafanyika kwa kutumia kodi maalum, ni namba fulani vichache. Ngao ikishajiridhisha kwamba zile ni kodi sahihi, basi itakuruhusu uweze kuendelea na matumizi ya mfumo wako. Chuo Kikuu Mzumbe kinakuwa ni sehemu ya taasisi zile ambazo zinatekeleza matakwa ya serikali ya kuhakikisha kwamba taarifa za kiserikali zinakuwa na usalama wa hali ya juu. Na kupitia hapo sasa ndio tumeingia kwenye mfumo wa matumizi ya Ngao. Kwa hiyo mfumo wa Ngao umekuwa ni mfumo mzuri kwa sababu unatuhakikishia usalama wa taarifa za serikali hapa chuoni kwetu, na sisi tuko happy kuwa kama sehemu ya volunteers au pioneers ambao tunaanza na wenzetu wa EGA, lakini tunataka nisiwe tuwe chuo cha mfano kwenye matumizi, ili kupitia sisi kama taasisi basi na wenzetu wapate nafasi ya kuja kujifunza hapa. Mfumo wa Ngao tunautumia zaidi kuimarisha usalama wa mifumo yetu ya TEHAMA. Kwa kuanzia tumeanza kutumia Ngao katika government mail system, mfumo wa barua pepe wa serikali kwa ajili ya kutunza na kuhifadhi usalama wa nyaraka zilizopo ndani ya mfumo ule na mawasiliano yanayofanyika pale. Lakini huu ni mwanzo. Lengo letu ni kuhakikisha mifumo yetu yote ya Chuo Kikuu Mzumbe inalindwa kwa kutumia Ngao. Mfumo wa Ngao ofisi hii imeanza kutumia toka tarehe 20 mwezi wa 8 2025 mpaka sasa hivi watu tunaendelea kutumia. Tangu tumeanza kutumia mfumo huu tumepata faida ya kujiridhisha kwamba taarifa zetu ziko salama na mifumo iko salama. Inatoa identity ya genuine user kuweza kuingia katika mfumo huo, kwa maana kwamba akilogin kwa kutumia password itamtaka ajithibitishe kutumia njia ya PIN. Mfumo wa Ngao unatufanya tuwe na njia nyingine, yani kuongeza layer ya ulinzi. Badala ya kutumia password tu au PIN, tunaongeza taarifa ya mtumiaji kumtambua kwenye mfumo. Mtumiaji wa mfumo akishafanikiwa kuweka username na password ambazo ni sahihi katika mfumo wake, ataletwa Ngao. Sasa anapokuja Ngao ina vitu viwili, ina usajili na uthibitisho. Kama user hajajisajili, basi hatua ya kwanza itakuwa ni kujisajili. Kama user ameshajisajili, maana yake itakuwa ni hatua ya uthibitisho. Punde baada ya hatua hizo mbili, either ya usajili au ya uthibitisho ikishaisha, mfumo wa Ngao utamrudisha user katika mfumo wake. Kwa hiyo ni end-to-end process ambayo inahusisha contact kati ya mfumo A na mfumo B, ambao mfumo B ni Ngao, mfumo A ni mfumo ambako user anatoka au mfumo ambao user anautumia. Zamani mifumo yetu ilikuwa inatumia tu nywila pamoja na barua pepe uweze kuingia kwenye mifumo. Kwa maana hiyo mtu yote akipata nywila yako na password yako angeweza kuingia kwenye ile mifumo. Kwa kutumia Ngao, maana yake tumeongeza level moja ya ziada ya usalama, kwamba mtu lazima ataingiza nywila pamoja na barua pepe, itamtumia password au kodi kwenye device nyingine, ambayo ni lazima awe na ile device nyingine ndipo anaweza kuingia kwenye mfumo. Watumishi wengi walikuwa na uwezo wa kusave nywila zao katika kompyuta, na muda mwingine wanawapatia nywila watu wengine, au mwingine ameifahamu tu nywila mwenzake pasipo mhusika kujua, alikuwa na uwezo kuingia kwenye kompyuta na kufanya vile ambavyo anaweza kufanya. Lakini baada ya kutumia mfumo umemwezesha mtumiaji halisi kuingia yeye mwenyewe kwa kutumia nywila na PIN, na yule mwingine ambaye alikuwa anaweza kuingia kwa kupitia kompyuta ambayo mtumishi yule alisave password au aliyefahamu password ya mtumishi yule mwingine, imemfanya ashindwe kuingia kwa sababu huyo sio mtumiaji halisi wa email hiyo. Vitu kama hivyo vilikuwepo, mtu anaachia mtu password. Kwa ile ilikuwa ni tatizo la security. Au unakuta wakati mwingine tuna engage wanafunzi wa intern na nini, nao inabidi watu wengine wanawaachia zile passwords
lakini kwa sasa lazima awe na ile simu. Kwa kimsingi inatusaidia kuwa na layer fulani ya ulinzi. Ile autosave ni kitu ambacho ni hatari. Na ni kitu ambacho tulikuwa tumekizoea. Watumishi wengi, watumiaji wa email wengi wamekuwa kutokana na uvivu au stress ya kutokumbuka password, wanaweka auto login. Lakini kuwepo kwa ngao, ninachoamini mimi na jinsi ambavyo nimeona kama experience, ni extra protection. Essence kubwa ni kulinda usalama wa mifumo in case mvamizi au tunasema mdukuzi wa mtandaoni amefanikiwa kuiba username na password zako. Hivyo itamhitaji awe na kodi au zile unique number za ngao ambazo zinakuwa maybe zinatumwa kwenye SMS, zipo kwenye ngao app hivyo. Kwa hiyo umuhimu mkubwa sana ni kuongeza layer ya security. Katika security kuna kitu wanasema layered security. Unakuwa una layer mbalimbali za security. Okay, zinaweza zikawa 3, 4 au 5. In case ataka akiweza kubreak au kuvunja layer moja, anakuja na kukutana na layer nyingine. Kwa hiyo ngao ni kama layer ya pili kwa ajili ya kufanya ulinzi wa mifumo na taarifa. Ngao ni mfumo rahisi kutumia, hauna shida yoyote, kwa sababu nilichofanya ile ni kukupa tu message ambayo inaitwa OTP, one time password kwa ajili ya kuji-authenticate. Labda kilichokuja ni kwamba kwa kuwa watu hawana uelewa mpana wa madhumuni na umuhimu wa hii kitu, ndio mtu anahisi kama kufanya extra click ni shida. Kwa hiyo nawashauri maafisa tehama wa taasisi nyingi, ile umuhimu wa kuwajengea awareness ya kiusalama staff wenzetu ni muhimu sana. Kwa uzoefu ambao nimeuona personally, lakini pia kupitia kwa wenzangu, sijaona ugumu wote. Hani mabadiliko au wanasema paradigm shift, kwamba serikali lakini kupitia kwenye taasisi yetu ya EGA tumeona umuhimu mkubwa sana kuhakikisha kwamba tunavyoendelea kukua kwenye hii tasnia nzima ya tehama, kama ambavyo nchi inataka na kama jinsi ambavyo serikali inataka, ni kwamba hatuwezi kuacha kuongeza level ya security kwenye information zetu ambazo tunazo exchange. Na EGA kwa experience yangu mimi ya ngao wametupa solution ambayo kwangu mimi naiona ni rafiki sana. Namna ya kujisajili kwenye ngao ni rahisi. Kwa mara ya kwanza mfumo ukiwa umeunganishwa na ngao, mtumiaji wa mfumo akiwa amefanikiwa kikamilifu kuingia katika mfumo, atapelekwa kwenye ngao. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema atafanywa redirection kutoka kwenye mfumo wake kuelekea kwenye mfumo wa ngao. So zile njia ambazo taasisi ilizichagua ndizo njia ambazo user akiwa amefanikiwa kulogin kwa mara ya kwanza atakutana nazo. Kama taasisi ilichagua email, kama taasisi ilichagua ngao app na hardware, basi user akiwa amefanikiwa kuingia kwa mara ya kwanza katika mfumo wake na akaletwa ngao, atakutana na zile njia ambazo taasisi ilizichagua. Kwa hiyo user kwa mara ya kwanza atachagua zile njia, atajisajili. Kama njia zipo 2, atajisajili njia ya kwanza, na kama nilivyowashauri na huwa na washauri users wa ngao ni kwamba jisajili njia zaidi ya moja, kwa sababu ukiwa una alternative au una njia mbadala inaleta reliability au ile kunakuwa hamna single point of failure. Okay, kwa hiyo user atajisajili njia ya kwanza, atamaliza, kisha maliza ngao itamrudisha katika mfumo wake, ata login itamleta ngao. In case sasa huyo user akiwa anataka kuongeza njia nyingine, anatakiwa awe amelogin katika mfumo wake na ameshafanyiwa uthibitisho. Nitatolea mfano wa GMS. Katika upande wa kulia juu kule, ukikliki katika upande wa profile, kabla hujionana na button ya change password, utaona kuna button 2. Kuna button ya add multi-factor authentication na kuna deregistration. Pale katika button ya add multi-factor authentication unaweza kuongeza njia nyingine. Pale sehemu ya deregistration, kama nilivyosema, kama una njia 2 umepoteza kifaa, maybe USB dongle au simu au kompyuta, unaweza kujifanyia deregistration ukiwa ndani ya mfumo wako. Mimi nikiwa kama mtumiaji wa ngao, nashukuru sana kwa mfumo huu kuanzishwa, kwa kuwa umekuwa unasaidia, kwa maana ya kwamba awali ilikuwa mtu ana uwezo wa kuingia moja kwa moja kwenye email, na kama umeiacha wazi haijajifunga, basi ana uwezo wa kuingia na kuweza kusoma taarifa zako. Lakini kwa kuja kwa mfumo huu wa ngao, kwa maana ya kwamba kabla hujaingia ni lazima uweke email yako na password, lakini kabla ya kuendelea mbele inakutaka pia uweke ngao kwa namba maalum ambayo utakayokuwa umepewa. Hivyo inakuwa sio rahisi
kwa mtu yeyote yule kutaka kuingia moja kwa moja, hasa ukizingatia kwa mfano endapo ulikuwa umesave moja kwa moja, kwa maana mtu akija tu kwamba umesave password yako moja kwa moja, kwa maana akiingia moja kwa moja basi anaingia kwenye email yako na kuweza kusoma taarifa zako. Lakini kwa sasa ilivyo inakuwa ngumu yule mtu hata kama akikuta hiyo email yako umesave password ya moja kwa moja, kwa hiyo ni lazima sasa hata akiingia itamtaka akupe namba maalum hiyo ya ngao. Hivyo itamsababishia kushindwa kuendelea na hicho atakachokuwa anataka kufanya. Mimi ni mmoja wa watumiaji wa mfumo wa ngao, ambao mfumo kimsingi umekuja kuweka ulinzi kwenye utumiaji wa hizi barua pepe, kwa maana ya kwamba ukishaingia kwenye domain ya taasisi unaenda kwenye email yako, inakuleta moja kwa moja kwenye kuingiza. Huingii moja kwa moja, ila lazima urudi kwenye simu yako ambayo inakuwa ni personal zaidi, ili uingie sasa kwenye email. Kwa hii imeleta ulinzi mkubwa, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunaingia tu moja kwa moja. Kwa hiyo ingewezekana pia mtu yoyote kufanya lolote, na mazingira ya ofisini kuna watu wengi wanaingia kwenye hizi ofisi zetu. Kwa hiyo hizo ni faida kiukweli. Usalama umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Huo mfumo tu tunatumia hapo awali ulikuwa ni mfumo wa email kama kawaida. Kwa hiyo mtu unaweza ukaingia, ukafanya kazi zako, ukaacha pale kwenye window, then ukatoka, ukaenda ofisi nyingine tena, ukarudi, ukaukuta, ukaendelea, ambapo mimi nadhani kwamba ilikuwa sio salama zaidi. Kwa sababu kipindi hicho mtu yoyote kama at least umetoka hata kidogo, akikuta pale email yako ziko nje, kwa anaweza akasoma, akafanya kila kitu. Lakini kwa huu mfumo wa ngao kwa kweli mmetuweza. Wito wangu kwa taasisi nyingine za serikali ni kuendelea kushirikiana na IGA katika usanifu wa mifumo na kutumia huduma ambazo wanazitoa. Pia kutumia mfumo huu wa ngao kwa taasisi ambazo bado hazijaanza kutumia, nashauri waanze kutumia mfumo huu wa ngao, kwani mfumo huu ni mzuri kwa maana ya unahakikisha mifumo yetu inakuwa salama dhidi ya wadukuzi, na pia mtumiaji atakayekuwa anatumia mfumo huo kwa maana ya kuingia atakuwa mtumiaji halisi. Ningependa kuwashauri wakurugenzi wenzangu, wakuu wa vitengo vya TEHAMA Tanzania mzima, tuutumie mfumo wa ngao kulinda mifumo yetu, kwani una faida nyingi sana. Utatuondolea baadhi ya headache ambazo tunazipata nazo sasa. Ukitumia ngao ni kwamba hauna wasiwasi sana na mambo madogo kama reverse engineering nyepesi, mtu kukaa kwenye ofisi ya mtu akamdukua. Hii inaleta assurance ya usalama wa mifumo yetu. Mimi nawashauri tu kwamba taasisi zingine ziungane na sisi wengine ambao tumeshaanza kutumia, na benefit ni nyingi, na nadhani wanavyoingia watakuwa nao wanakutana challenges fulani na wanazileta kwenu, kwa sababu mifumo huwa ni subject to improvement. Kwa users wanavyotoa maoni yao na improvement zinafanywa. Huu mfumo unasaidia sana kulinda taarifa za serikali. Na kwa sababu si Mzumbe tunahusika na hili jambo kwa sasa hivi, nataka tu nitumie nafasi kuwatia moyo taasisi nyingine na kuwahimiza taasisi nyingine wenzetu ambao hawajaanza kutumia mfumo huu kwamba ni vizuri sasa kuingia kutumia mfumo huu, kwa sababu kwanza unakuwa relevant to serikali kwa jinsi ambavyo inataka, kwa maana ya kwamba information za serikali au taarifa za serikali ziwe na usalama wa kutosha. Lakini pili, sasa wote kama taasisi tukiwa tumeingia kwenye mfumo kama huo, maana yake tutakuwa tumehakikisha kwamba sasa overall influence ya EGA kwenye kuhakikisha kwamba taasisi zote zinaingia kule inakuwa realized. Mimi naweza nikashauri kwamba ulinzi wa mifumo na taarifa ni muhimu, na kama ngao ni kitu ambacho kinaongeza another layer kwa ajili ya kulinda usalama wa mifumo na taarifa, basi ni kitu ambacho kama taasisi za umma ziweze kuwa na mwitikio positive na kujiunga na matumizi ya ngao. Pasi na shaka sasa tutakuwa tumefahamu kwa kina kuhusu mfumo huu wa ngao, maana yake, kazi zake na jinsi ambavyo unatumika. Lakini nikukumbushe tu kwamba inashauriwa kama ni mtumiaji wa mfumo wa ngao katika taasisi yako na umepata changamoto yoyote, wasiliana na afisa TEHAMA au ngao admini wa taasisi yako ili aweze kukusaidia. Lakini pia kama ni afisa TEHAMA ambaye unakutana changamoto yote, basi wasiliana na mamlaka ya serikali mtandao IGA kupitia dawati la msaada wa kiufundi
kwa nambari 0763 na 0764 292 299. Lakini kwa marejeo kipindi hiki, tafadhali tufuatilie katika ukurasa wetu wa YouTube kwa jina la Iga Online TV. Vile vile kwa taarifa zaidi, tafadhali wasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kote tunatumia jina la Iga Tanzania. Lakini pia katika tovuti yetu ya www.iga.go.tz. Mimi ni mwanadigitali Musa Magali Enoch kutoka Mamlaka ya Serikali Mtandao Iga. Hadi wakati mwingine, na karibu tuijenge serikali kidigitali.